Haya, sawa kabisa. Ndugu zetu, tunawakaribisheni mara nyingine katika siku nyingine ya leo ambayo Mungu wetu ametujalia. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwakaribisheni kama vile ambavyo Baba atakavyotuwezesha na wakati na muda. Maadamu huko ni vizuri kumshukuru Mungu wetu wakati wote ule, maana anasema ya kwamba kila wakati ambapo unaposikia kwamba tumekubalika, ya kwamba ni vizuri kusemezana habari njema za neema ambayo tuliyopewa. Kwa hivyo kwa nafasi hii ningeweza kuchukua ili ya kwamba niwakaribishe wakazi wa Marurui, wale ambao hawajasafiri na pia wale ambao wametoka ng'ambo ama wametoka katika manyumbani na kuja hapa Marurui, na pamoja na wale ambao wanaotutazama katika chaneli zetu Injili ya Milele Yashua Mesaya na The Messianic Double Show YouTube channel, pamoja na Facebook. Kule katika mitandao ya kijamii tunapatikana kama Yahweh Sacred Assembly na pia Victor Kiiru, na pia unaweza tupata kama The Messianic Double Show. Na Baba ataweza kuwabariki pia kwa watazamaji wetu. Baba aweze kuwabariki na kuwatenda mambo mema. Lakini maandiko yanasema ya kwamba kabla ya mambo yote, kabla hatujaanza, kama isemavyo katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza, ni vizuri kumruhusu Baba yetu Yawe ya kwamba awe ndiye anatuongoza katika hali zote. Tusiwe ya kwamba tunajiongoza wenyewe, tufanye kazi bure, lakini wakati Mungu wetu hajui jambo lolote. Na Moshe akasema ya kwamba kama uwepo wa Baba yetu Yawe hautaenda pamoja nasi, yeye anasema ya kwamba hatutaenda. Anasema kama uwepo wako upo pamoja nasi, basi hatutoki mahali hapa. Lakini mpaka wakati alipowaahidi ya kwamba ataenda pamoja nao, ya kwamba vile vile nasi tukasema lazima tumtangulize, ingawaje Roho wake yuko pamoja nasi, ni vizuri wakati wote. Kwa hivyo kama msomaji wangu yuko tayari, Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza, kuna vile ambavyo maandiko yanavyosema. Tutue dua, baadaye tuanze mada yetu ya siku ya leo. Timotheo wa kwanza 2 aya yake ya kwanza. Ndio, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala, ndio, na maombezi na shukurani, ndio zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo hilo ni agizo ambalo Mungu wetu anatupatia, ya kwamba kabla ya mambo yote anataka sala, dua na maombezi na shukrani zifanyike kwa watu wote. Acheni tushukuru. Baba yetu Yawe, Mungu wa mbingu na ardhi, katika jina la mwanao Yashua, tunakusanyika tena mara nyingine hapa katika nyumba hii ambayo inapitanishwa na jina lako. Lengo na makusudi ni ya kwamba tuweze kuenjoy mapenzi yako, na kama vile unavyosema ya kwamba wewe ni baba yetu na pia tuna Elohim moja, basi naulize ya kwamba wapi heshima yako? Basi vile ambavyo tunavyokusanyika ya kwamba ukatuangalia Baba pamoja nasi, Roho wako ya kwamba ule uliotupa tukakaa naye milele, ya kwamba hata wakati tunapopeperusha neno lako mahali popote pale katika dunia nzima, katika mitandao ama katika watu wanaosikiliza moja kwa moja, ya kwamba neno lako likawa ni chumvi lililokolea munyu, hata wakati wanaposikia kwamba waweze kusikizika ama waweze kuelewa na vile ambavyo utakavyotufundisha. Mimi pamoja na wao, ya kwamba tumekuja kukusanyika mbele zako ili ya kwamba lengo na makusudi tuweze kusikia mapenzi yako ni yapi, katika jina la mwanao Yashua. Wakati wote ule ambao tunapotembea katika dunia hii, inamakinika ya kwamba kwa njia moja au nyingine tunatoka katika mapenzi yako na kujiongoza wenyewe na kukukosea Muumba wetu. Kwa hayo yote, kwa niaba ya Wakenya, kwa niaba ya Afrika na kwa niaba ya dunia nzima na kwa niaba yetu sisi, Baba wa rehema, kwa neema zako nyingi tunaomba msamaha, ukaturekebishe, kuadibisha, hata kusimama katika haki, ili ya kwamba tuweze kufikia kimo cha Yashua Masihi. Wengi watakaopatikana, mazao yatakaopatikana mahali hapa, ya kwamba ukaweza kuinua kila roho, yeye ambaye anayetaka kuinuliwa nawe, Baba wa rehema, ukamkumbuka.
wale wagonjwa ukawakumbuka kuwatendea mambo mema, wale walioachwa na wapendwa wao, Baba wa rehema, ukasimama kama ufaraji upande wao, na pia ukatuonekania katika hali zote, katika jina la mwanao Yeshua. Mipango yoyote ambayo huwa imepangwa na shetani ya kwamba watu wasiweze kuamini, tunamkemea katika jina la Yeshua, kama vile ambavyo ilivyosema Mikaeli wakati alipokuwa anashindania mwili wa Moshe, akamwambia Yawe na akukemee. Vile vile nasi tunasema ya kwamba wakati roho hizi tunazozing'ang'ania katika ufalme wa Yeshua, ya kwamba shetani na Yawe na mkemee. Zaidi ya yote sana, ya kwamba watakapokuwa wanaamini, Baba wa rehema, tembea na kila mmoja, mazao yakapatikana kwa ajili ya damu ya mwanao. Katika jina la Yeshua tunaomba nata na kuamini. Amen. Kwa hivyo karibuni ndugu zetu, na Baba aweze kuwatenda mambo mema. Na katika wanasema ya kwamba katika wakati huu ama katika msimu huu ambao unaaminika sana katika mataifa na pia katika waumini wengi, ya kwamba ni wakati wa festive season, ama wanasema ya kwamba wakati wa sherehe. Ni vizuri kusemezana habari ya maandiko. Ndivyo Isaya anavyosema katika 1:18 ya kwamba njooni tusemezane. Huyu ni Yawe anawaita watu. Baba yetu yuko tayari, ingawaje yeye ndiye muumba wetu, yuko tayari kusemezana na wanadamu ambao waliowaumba. Hakuna wakati mmoja wowote ambao alioita malaika akawaambia njooni tusemezane, njooni tuambiane kweli, njooni ya kwamba tukakae chini tukatengeneze mambo yakakuwa sawa. Lakini wakati maandiko inaandikwa katika 1:18 kitabu cha Isaya, msomaji wangu, Yawe anayasema maneno haya, na ni kwa ajili ya wanadamu ambao anaowapenda, maana hakuna mwanadamu yeyote ambaye aliyeumbwa na shetani. Yale walioumba wanadamu wote. Isaya 1:18. Kwa hiyo anawaambieni haya ndiyo njooni. Kwa hivyo Yawe anasema haya njooni tusemezane. Kwa hivyo wakati unaposikia baba yetu anaitisha dialogue, ni kuona kuna mambo ambayo hayaendi sawa, yaani kuna mambo ambayo yanatakikana yasemezane. Kwanza, jambo la kwanza ni lipi? Endelea na andiko tusikie. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Kwa hivyo anasema ya kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Japokuwa nyekundu kama bendera, ndiyo zitakuwa kama sufu. Kwa hivyo tunapata ya kwamba ingawaje kuna mahali ambapo pasipoenda sawa machoni pa Muumba wetu, kuna mahali ambapo kunaenda mlama wakati anapoangalia. Kuna wakati ambapo Amosi alionyeshwa maono, na maono ambayo alionyeshwa mojawapo ni maono ya timanzi, yani plumb line. Wakikuyu wanasema kabiro. Hiyo wakati mjenzi anapojenga nyumba, unapata ya kwamba lazima atumie timanzi ili ya kwamba aweze kuangalia usawa ama kama mawe yanalainishana. Na wakati mmoja, wakati Amosi alipoambia kwamba uende ukapime wana wa Israeli kana kwamba wameafikiana, aliambia ya kwamba kuna mahali ambapo they are crooked, yani kuna mahali ambapo hawayuko sawa. Na ndio maana yake baba anasema ya kwamba njooni tusemezane, maana wakati alipotumia timanzi yake ama plumb line yake, aliona ya kwamba kuna mahali ambapo kama sisi wanadamu ya kwamba tumekosea. Na wakati anaposema ya kwamba tumekosea, kile ambacho tutakachokuwa tunatumia katika sabato ya leo, ndugu yangu, na ningependa unisikilize vizuri. Mimi naomba ya kwamba unipatie sikio lako ili ya kwamba niweze kunena nawe maneno ya maandiko, maana mengineo wakati tunaponyamaza ya kwamba inakuwa ya kwamba tunajiwekea makaa juu ya vichwa vyetu. Msomaji, Ezekiel 36 mstari wake ni wa 6 au 33 mstari wake ni wa 6. Wakati wote ile, wakati Yawe anapoweka mwonyaji katika mji, inampasa kuambia watu wakati upanga unapokuja, wakati ambapo anaona hatari inapokuja, huyo mlinzi anafaa kulia na kusema ya kwamba mna hatari. Lakini wakati yeye kazi yake mlinzi ni kulala na kukula, Yawe anamuita mbwa ambaye aliyebubu, maana kazi yake ni kukula na kulala peke yake. Lakini wakati yule mlinzi anapoona upanga unakuja,
Basi Yawe anasema namna gani katika Ezekieli 33 mstari wake ni wa 6. Somee ndugu yangu tusikie. Bali ndiyo mlinzi akiona upanga unakuja. Hapa Yawe anasema ya kwamba bali wakati mlinzi anapoona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, na kama yeye hatapiga kelele au kupiga tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao. Na Yawe anasema ya kwamba na upanga ukaja ukawaondoa mtu yeyote miongoni mwa hao watu. Anasemaje? Ondolewa huyo katika uovu wake. Kwa hivyo huyo mtu akaondolewa katika uovu wake, lakini damu yake taitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Anasema ya kwamba damu ya mtu ambaye aliyepotea, ya kwamba nitaitaka katika mikononi mwa huyo mlinzi, yani mwa huo muonaji. Kwa hivyo wakati wote ule ni vizuri kusemezana, ndugu yangu. Na kuna watu wanaweka dhana ya kwamba wakati mtu anapoambiwa mahali amejikwaa, anasema ya kwamba huyo mtu hanipendi, yani huyo mtu hapendi ndugu yake. Lakini kwa mujibu wa maandiko, Yawe anasema ya kwamba humwadhibu yeye ambaye anayempenda. Na pia katika kitabu cha Methali 12, kama sikosei msomaji wangu, Methali 12 aya yake ni ya kwanza, ningependa unisomee mahali pale. Kuna yale ambayo maandiko yaliyolainishwa yakawekwa yawe sawasawa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Hebu nisomee nisikie kama ni hapo. Kila apendaye mafundisho, basi hapo inasema ya kwamba kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Kwa hivyo wakati unapopenda mafundisho, aya nyingine ama tafsiri nyingine nasema ya kwamba yeye apendaye maonyo, ya kwamba anapenda maarifa. Tupe habari. Bali yeye ambaye anayechukia kulaumiwa, bali yeye ambaye anayechukia ulaumiwa ni kama mnyama. Kwa hivyo mtu ambaye anayechukia maarifa ama mafundisho, maandiko inasema ya kwamba ni kama mnyama. Lakini leo mimi singependa tupitie mahali pale, ingawaje maandiko yanasema ya kwamba katika siku za mwisho watu watayakataa mafundisho yaliyo ya kweli na kuzigeukia roho ambazo zidanganyazo. Mimi ningependa nifundishe kulingana na maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa katika mitandao, maana unashikwa na kujua ama na hofu. Na wakati unaposema ambia watu Krismasi ipo kwa maandiko, lakini namshukuru Muumba wetu ni kwa sababu watu wamehekimika sana. Yaani mahali ambapo tumefikia katika kizazi cha sasa, wanakubali kuyasoma maandiko na unapata ya kwamba wanaamini ni kweli. Hamna andiko hata moja ambayo inayosema ya kwamba Mwokozi kazaliwa tarehe 25 Disemba, lakini ilhali wanasema ya kwamba inatupasa kusherehekea. Waacheni watu na imani yao. Waefeso 4 mstari wake ni 4. Niliona mchungaji mmoja ananiambia ya kwamba waache watu, ya kwamba kile ambacho kama wewe usherehekei Krismasi, basi waachane na wao, waache kuwahukumu wanadamu, waachana nao, wafanye kwa kadri ya jinsi imani yao isemavyo. Lakini tukimuuliza Muumba wetu ya katika kitabu cha Waefeso 4 aya yake 400, ningependa tusome na tuweze kuelewa, tusilewe na maandiko bali tuelewe, tutapata heri ndani ya maisha yetu. Waefeso 4 mstari wake ni 4. Inasemaje? Mwili mmoja. Wakati Yawe anaposema mwili mmoja, anasema kuna kusanyiko, wana assembly katika dunia yote, na roho mmoja, na pia kuna roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja. Maandiko yanasema pia na sisi wote tuko na tumaini moja, la wito wetu Yawe mmoja. Anasema ya kwamba tunaye mkuu ama mwokozi mmoja, imani moja, na tunayo pia tuna hapo imani moja. Hapo maandiko yanasema kuna mtu ana imani yake, imani ambayo tulionayo kama wewe ni muumini wa maandiko. Maana mimi nasema na watu ambao wanaoyaamini haya maandiko, lakini kama huamini, hiyo ni injili nyingine. Nafaa nikuhubirie kwanza uamini maandiko, ndio uamini Muumba wetu yupo. Maana pasipo kujua Yawe, lazima kwanza ujue maandiko yake ndio kwamba umwamini. Lakini hapa maandiko yanasema ya kwamba tunaye mkuu mmoja, yaani tunaye mwokozi, wana Adonai, na pia
tuko na imani moja, imani ambayo unaamini ndugu yangu. Haipasi ya kwamba mimi niwe naamini maandiko kwa sehemu nyingine, lakini kwa upande mwingine napata ya kwamba siamini. Hapana, maandiko inasema ya kwamba kila andiko la Muumba wetu lafaa kwa mafundisho. Maandiko inasema all the scriptures that is read out by Yahweh, ya kwamba is profitable. Kwa hivyo hapa kuna faida wakati tunapoyatumia maandiko, lakini kwa halali. Maana tunaweza tukatumia maandiko lakini tukawapoteza wengine. Maandiko yanasema imani moja, imani ambayo ulio nayo, ile kusanyiko la Yahweh ambalo ni moja katika dunia yote, na pia ile ambao roho wako naye mmoja na tumaini moja. Imani hiyo basi mimi nasema ni moja, maana Mwokozi wetu ni mmoja. Ingawaje watu wanamuita kwa majina tofauti, lakini imani, mimi nasisitiza mahali pale ya kwamba imani tunayomwamini Mungu wetu ni mmoja, roho naye ni mmoja, na pia tumaini letu hapa duniani. Sitaki niingie kule, na pia tuko na kusanyiko moja ambao ni la baba yetu. Hamna makusanyiko mengi. Na mwisho nasema ya kwamba ubatizo mmoja, nisome mstari wake wa 6 hapo inasema namna gani? Ubatizo mmoja, Elohimu mmoja. Hapo inasema Elohim mmoja, naye ni baba wa wote. Kwa hivyo Elohim ambaye ni baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote, Kwa hivyo tunapata ya kwamba Muumba wetu ametupatia solution ya maisha. Maana maandiko ya Yahweh yafaa kumfundisha mwanadamu, kumhekimisha na kumuongoza na kumwadibisha katika haki. Msomaji, nisaidie 15 ile kitabu cha Warumi. Maana wakati tunaposoma maandiko haya yaliandikwa kutufundisha sisi. Mimi nitakuwa na shangaa wakati wachungaji wanapowafundisha watu mambo ambayo hayana kwa maandiko, lakini bado wanasisitizia washerekee ama wakayaamini na kuyafanya maendeleo yale. Maandiko yanasema Warumi 15:4 ile wa Warumi, kwa kuwa yote kutanguliwa kuandikwa. Yahweh anatuambia hivi katika mtume wake Paulo kama Shaul, ya kwamba kwa kuwa yale yote, anasema yale yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba yaliandikwa, ambayo tunayasoma sasa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hivyo ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo tumaini tunalipata ndani ya maandiko haya. Yahweh naye akasema katika Isaia 34 mstari wake wa 16. Hiyo singependa ukisome msomaji. Tafuteni katika kitabu cha Yahweh. Yahweh akasema tafuteni katika kitabu cha Yahweh mkasome. Akasema ya kwamba hakuna katika hao wote ambaye atakayekosa kuwapo, maana kinywa cha Yahweh kimeamuru na roho wake amewakusanya. Sasa tunafaa tujiulize tarehe 25 Disemba, ingawaje katika ndani ya maandiko, mimi ndugu zangu, singependa msijue siri hii. Nisemayo ni haya ya kwamba ndani ya maandiko hamna mwezi unaoitwa Januari. Mtu anaweza akashangaa kusikia vile, na anasema ya kwamba mbonaje huyu mtu asituache katika imani yetu. Mimi nakuhubiria kama uko katika imani yako, uamini imani moja, uongolewe, uamini Masihi Yeshua mwanzilishi wa imani yetu na atakayekuwa anakamilisha. Na anasema ya kwamba yale nisemayo ni haya ndugu yangu, samahani, ya kwamba mwezi unaoitwa Januari kwa maandiko haupatikani. Mwezi unaoitwa Disemba kwa maandiko haupatikani. Mwezi ambao unaitwa Machi na mengineyo haipatikani. Lakini ilitokea namna gani leo ya kwamba tuko na miezi Januari, Februari mpaka Disemba? Kile kilifanyika, kuna kalenda ambayo tunaitumia sana inaitwa kalenda ya Gregory alikuwa ni papa, yani ni mtawala wa Roma, Papa Pope Gregory wa 13. Katika mwaka wa 1582, mwaka wa 1582 alikuja na akaweka ile kalenda akaiadhimisha. Sasa utaniuliza, kalenda ambayo ilikuwa inatumika kabla ya Pope Gregory the 13 ni gani ilikuwa inatumika? Maana dunia ilikuwa na kalenda pia, lakini kuna kalenda bado ilikuwa inatumika inaitwa the Julian calendar.
Na hii Julian calendar ililetwa na emperor mmoja ama mtawala mmoja anayejulikana kama anaitwa Emperor Julius Caesar, Gaius Julius Caesar. Mwenyewe ndiye kaleta hii kalenda ambayo ilikuwa inatumika wakati ule kabla ya Gregory the 13. Na yale ambayo aliyobadilisha tu ni majina peke yake ya miezi. Kwa sababu gani? Maana katika maandiko kuna mwezi wa kwanza unaitwa Abibu. Yale maandiko unayoyasoma, unajua pia ni mtihani ndugu zangu, wakati usiposoma maandiko unapata mpaka unapinga maandiko yenyewe, lakini kwa sababu hujasoma. Mimi siwezi nikakulaumu. Ni kwa sababu shida inatokea, ni kwa sababu hatusomi wenyewe. Tunangojea mhubiri anatusomea aya moja, lakini baadaye tunaimba nyimbo nyingi, lakini pasipo kuuliza maswali. Lakini ni vizuri kuuliza mchungaji wako. Mimi ningependa kujua hapa, ningependa unifafanulie hii. Ni kwa sababu utapata ukipinga maandiko, lakini wakati imeandikwa. Kwa mfano, mtu anauliza swali, enyi wa Sabato munaenda siku ya Sabato, mimi nafaa mniambie siku ya Jumapili ama the name Sunday na Monday na Tuesday na Saturday kama ziko kwa maandiko. Kwanza, wakati dunia inaumbwa hamna kitu kama majina hayo yanayopewa. Wakati Gaius ama wakati huyu mtawala ama papa anaitwa Gregorian, wakati alipokuja aliweza kuweka majina pale. Kwa hivyo kwa siku 7 ambazo yawe aliziumba, alisema siku ya kwanza, lakini ingawaje kwa mujibu wa maandiko ukisoma siku zile ziko na majina, lakini maana yake siku ya kwanza. Wakati unaposikia Yom Sheni, Yom Rishon, wanasema Yom Shishi na Yom Shevat, hayo ni majina ambayo yalikuwa yanaandikwa katika Kiebrania. Lakini watu wanielewe hapa, mimi sijasema ya kwamba tujifundishe lugha ya Kiebrania. Hapo ndipo watu wanapotelea na kusema ya kwamba tunataka watu waongee, ingawaje Kiingereza wameshindwa, ati mimi nataka watu waongee Kiingereza. Lakini ni vizuri kwanza kusikiliza na uelewe kile ambacho nachojaribu kusema. Nisemayo ni haya ya kwamba majina is a proper noun, haiwezi ikabadilika. Na vile vile a name of a place does not change. Jina la mahali haliwezi kubadilika, lakini unaweza ukatafsiri maneno mengineyo. Mimi sijasema tuongee Kiebrania. Nisemayo ni haya ya kwamba vile ambavyo majina hayawezi kubadilika katika Kiingereza, a proper noun does not change. Is a name of a place or a name of a person does not change. Kwa hivyo vile ambavyo ilivyo itumike hivyo, vile ambavyo mbadili wetu wasemavyo ni hivyo. Siku ya kwanza wakati Gregory alikuja alisema iitwe Sunday, manake ya kwamba siku ya kuadhimisha, wanasema kwa mweza jua. Kuna watu ambao wanaabudu jua, lakini kwa njia gani? Msomaji, naomba kwanza unisaidie kitabu cha Yeremia 7 mstari wake ni wa 18. Wakati unaposikia kwamba kuna malkia wa mbinguni, malkia wa mbinguni si mwingine, malkia wa mbinguni anaitwa jua, na kuna watu wanaabudu jua kama mweza wao. Miongoni mwa miweza ambayo inaabudiwa, ama nitumie kwa somo rahisi sana, kwa elimu ya chini, kuna watu wanasema miungu. Baadhi ya miungu ama miweza ambayo inaabudiwa, mojawapo ni jua. Lakini kwa njia gani? Wakati unaposikia tarehe 25 Disemba watu wanakanda unga, watu wanapika nyama, wanasherehekea, lakini hiyo si kwa heshima ya Muumba wetu. Hebu tumuulize Yeremia 7:18, kitabu cha Yeremia. Watoto huokota kuni. Yeremia anasema hivi, watoto wanaokota kuni na baba zao huwasha moto, na pia baba zao wanawasha moto, na wanawake wanawake hukanda unga, na wanawake hukanda unga ili kulipagizia mikate malkia wa mbinguni. Hapo unafaa kupigia mstari chini ya aya hiyo ya kwamba wanafanya haya yote si kana kwamba waweze kuheshimisha Muumba wetu. Maana utasikia siku ya 25 inasemekana ya kwamba ni siku Mwokozi aliyozaliwa, lakini kwa maandiko tumepata hakuna aya kama hiyo. Kwa hivyo ile kazi ambayo imesalia na mimi ni ya kwamba nikuonyeshe hasara ya kusherehekea tarehe 25 Disemba au Krismasi. Hasara yake ni gani? Maana hamna faida hata kidogo.
Hiyo ndio kazi ambayo nimebakia nayo, maana watu wamekwisha kuelewa. Hamna haya kama hiyo, maana nasikia kuna mtu aliwekelea shamba la baba yake ampatie haya moja, wakakosa, baada ya kufundishika wakabisha. Sasa hapa, hiyo ndio kibarua niliyosalia naye, ya kwamba watoto wanaokota kuni wanapelekea baba zao, na baada ya kupelekea baba zao, huo wakati unapata ya kwamba mama wanakanda unga, wanawake nao wanapika mikate, wanapika nyama na vitu vinginevyo vizuri. Baadaye wanafanya haya yote kwa ajili ya Malkia wa mbinguni. Maana yake Malkia wa mbinguni ni muweza jua. Maliza haya hiyo, alafu nisaidie kitabu cha Ezekieli. Inasema namna gani? Na kuwamiminia waweza wengine sadaka za kinywaji, na kuwamiminia waweza wengine ama miweza mingine sadaka ya vinywaji. Yaani unasikia mpaka wanasherehekea, wanalewa sana. Yaani unasikia watu hiyo siku watalewa sana. Yaani wengine wanasema mpaka wamwage chini kwanza ndio wakunywe. Lazima wanasema kwanza maancestors wakunywe kabla ya kunywa. Lakini nasema ya kwamba hayo wanamwagia miweza, yaani sanamu, ili ya kwamba waweze kuwafurahisha wao. Malizia andiko, wapate kunikasirisha mimi, wapate kumkasirisha Yawe. Ezekieli 8 mstari wake ni wa 16. Kwa hivyo tunapata ya kwamba haya yote yanayofanyika, ndugu zangu, mimi siwezi kuingilia ninyi, lakini naomba tufundishane. Manake nikasema mnipe masikio yenu, ili ya kwamba tutafute ndani ya maandiko tupate kujua maneno haya yawe yanasema namna gani. Baadaye katika Ezekieli 8 mstari wake wa 16 inasema namna gani? Akanileta mpaka huo ndani ya nyumba ya Yawe. Anasema akamleta mpaka katika sehemu ya nyumba ya ndani ya nyumba ya Yawe. Natazama, anasema natazama mlangoni pa hekalu ya Yawe. Anasema mlangoni, na uweze kunisikiliza vizuri ndugu yangu. Anasema mlangoni pa hekalu ya Yawe ama hekalu ya nyumba ya Yawe. Kwa hivyo pale ni watu walio ndani ya madhehebu. Yaani ni ndani watu wanaposema ya kwamba wako ndani ya makusanyiko, ya kwamba hawa wazee 25 wamo ndani ya nyumba ama karibu na lango la hekalu la Yawe. Anasema namna gani? Kati ya ukumbi na madhabahu. Kwa hivyo anasema kati ya ukumbi na madhabahu waliokuwa watu kama 25. Anasema walikuwa kama watu 25. Wamelipa kisogo hekalu la Yawe. Anasema ya kwamba wamelipa kisogo hekalu la Yawe, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Tupe habari. Nao wanaliabudu jua. Nao maandiko yanasema ya kwamba wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Kwa kuelekea upande wa mashariki, ili ya kwamba wanikamkasirishi. Kwa hivyo Ezekieli anaambia kwamba mzee ama anaambia kwamba mwana wa Adamu, ya kwamba umeona maneno ambayo nyumba ya Israeli wanayolifanya. Kwa hivyo tunapata ya kwamba hata siku ya leo inawezekana tunaabudu jua pasipo kujua. Lakini kitu cha kushangaza sana ni ya kwamba kuna watu wako ndani ya madhehebu wakisema ya kwamba wanaabudu Muumba wetu. Tarehe 25 inasemekana tu mara moja kwa maandiko 52:31 kitabu cha Yeremia. Lakini nikiingia katika hii aya, ndugu yangu, ningependa niingie katika mawazo mawili ya kwamba tuione andiko hili in 3 dimension, tuzione ya kwamba kama aya moja. Kwa mfano, ningependa nitumie elimu ya chini sana, yaani elimu ya msikilizaji, alafu tena nitumie hiyo elimu ndogo nikupandishe juu kidogo. Msomaji, ningependa unisomee hiyo aya katika 52:31 kitabu cha Yeremia. Inasema namna gani? 52:31 maandiko yanasema, na kama ndugu yangu uko na maandiko yako, ningependa tusome kwa pamoja tupate kuelewa. Inasema namna gani? Hata ikawa, maandiko yanasema kwamba hata ikawa katika mwaka wa 87 wa kuhamishwa kwake Yehoyakimu, katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake mfalme Yehoyakimu mfalme wa Yuda, ndio katika mwezi wa 12. Hapa maandiko inataja mwezi wa 12. Ukumbuke hilo, inataja mwezi wa 12, siku ya 25 ya mwezi. Kwa hivyo siku ya tarehe 25 ya mwezi, tupe habari. Hivyo Merodaki, hapo anasema ya kwamba kuna mfalme mmoja anaitwa hivyo Merodaki,
mfalme wa Babeli, tupe habari, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamwinua kichwa chake Yehoyakini, ya kwamba akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hivyo katika tarehe 25 mwezi wa 12, mimi kwa elimu yako labda unaweza ukafahamu ni Disemba, na mimi naweza nitumie vile ili ya kwamba kuadhimisha tarehe ambayo inayotajwa pekee yake kwa maandiko kama tarehe 25 mwezi wa 12 Disemba. Yeremia anasema kuna mfalme mmoja ambaye aliyetolewa gerezani. Kwa hivyo kwa ile elimu ambayo ndugu yangu ulionayo, tarehe 25 mwezi wa 12 kwa mujibu wa Gregory kalenda ambayo inayotumika kwa sasa, hapo ni mtu alitolewa gerezani, sio mtu ambaye alizaliwa Mwokozi akazaliwa. Lakini hapa tena naomba maana nimesema ya kwamba twende in 3 dimension, tuone andiko hiyo kwa yani kwa uwazi sana. Tena ningependa tujue mwezi wa 12 ndani ya maandiko. Msomaji nisaidie Esteri. Nisaidie Esteri 9 mstari wake ni wa kwanza. Esteri ama Hadasa 9 mstari wake ni wa kwanza. Maana mwezi wa 12 katika maandiko unaitwa Adari. Adari inamakinika ya kwamba ndio mwezi ambao yule mfalme alitolewa gerezani, lakini si mwezi wa Disemba, maana mwezi wa Disemba uko na miaka 600 kutoka wakati hiyo kalenda imekuja, haijazidisha miaka 600, iko na miaka 600 peke yake. Gregorian calendar ambayo tunayotumia kwa sasa, na ndio iko na majina ya Januari mpaka Disemba, iko na Sunday, Monday mpaka Saturday, lakini hawakubadilisha siku. Ukisikia siku ya kwanza ni Jumapili, basi siku ya 7 inakuwa ni siku ya Jumamosi. Soma hiyo katika 9:1 kitabu cha Hadasa. Anasema namna gani? Hata ilipofika mwezi wa 12, maandiko inasema ya kwamba huyu ni Hadasa anaamuru yaandikwe maneno yale. Anasema hata ilipokuwa imefika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari. Maandiko yanasema ndio mwezi wa Adari. Kwa hivyo hata ndiko nataka tu mahali pale. Kwa hivyo kwa mujibu wa maandiko, mwezi wa 12 vile ambayo Yeremia anavyosema, mwezi wa 12 tarehe 25 mfalme akatolewa gerezani. Hapa maandiko yanasema ya kwamba mwezi wa 12 inaitwa ya kwamba Adari, inaitwa Adar. Kwa hivyo hapo sio ilikuwa mwezi wa Disemba. Kwa hivyo mwezi wa Disemba tusemapo ya kwamba Mwokozi alizaliwa tarehe 25 Disemba, huo ni uongo. Lakini ndugu yangu, mimi nisemayo ni haya ya kwamba wakati tunaposikia kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika kana kwamba kutoa sadaka kwa ajili ya Malkia wa mbinguni, sio kwa ajili ya Mwokozi. Hamna mahali ambapo Krismasi inaingiliana na muumini yeyote ambaye anayesoma maandiko na kuwa muamini Mwokozi. Hamna hata kidogo. Na wale ambao wanaofanya maneno yale, kuna maneno ambayo Mtume Shauli anasema, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa 20. Mimi namalizia. Wakorintho wa kwanza ama wa pili. Hebu niangalie wa kwanza 10 mstari wake ni wa 20. Maana maandiko yanasema ya kwamba wakati tulipokuwa watu wa mataifa wakati wa zamani, ya kwamba kwa sasa tumebadilishwa, tumekuwa viumbe vipya. Hatufai kuwa vile vile tulivyokuwa wakati wa zamani. Wakati wa zamani kabla hatujamjua Masihi, tulikuwa tunasherehekea hivyo vitu ndugu zangu, na pamoja na Easter, pamoja na Halloween na mambo mengine ambayo ni ya kutia unajisi ndani ya maandiko ama ndani ya Muumba wetu. Lakini Yawe anasema namna gani kupitia mtume wake? Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake na 20 yangu cha namba la andiko. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa 20. Inasema ya kwamba maana singependa ya kwamba muweze kutolea ama dhabihu pamoja na mashetani. Yaani inasema ya kwamba zile sadaka wazitoavyo wanatoa kwa ajili ya mashetani, lakini si kwa ajili ya Yawe. Hilo ndio andiko ambalo linalolitafuta mahali pale. Hivi Wakorintho wa kwanza 10:20 inasema sivyo. Anasema sivyo, lakini vitu vile vitolewa sadaka, lakini vitu ambavyo vinavyotolewa sadaka wavitoa kwa mashetani. Anasema wanavitoa kwa mashetani, wala si kwa Yawe, lakini sio kwa Yawe. Nami sipendi nini kushirikiana na mashetani. Lakini mtume anasema, ndugu zangu, nikiwahimiza nikiwa nimenyenyekea sana,
Hata mimi tukisoma hii aya wakati anapoandikia Wakorintho, anawaambia kwamba nami singependa mushirikiane na mashetani. Kwa sababu gani msomaji? Hamwezi kunywa kikombe cha Yeshua, hamwezi kukinywa kikombe cha Masihi na kikombe cha mashetani, na kikombe cha mashetani wakati mmoja. Maliza haya. Mstari wake wa 21. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Yeshua, hamwezi kushiriki katika meza ya Yeshua na katika meza ya mashetani, na katika meza ya mashetani. Kwa hivyo tunapata ya kwamba wakati tunaposherehekea Mwokozi wetu, anatuamuru tusherehekee Pasaka peke yake na mengine ambazo ni sikukuu za Muumba wetu. Lakini mambo mengine kama haya ambayo yanaitwa kama vitu ambavyo viko kwa maandiko, ndugu zangu, ya kwamba nikiwa na upendo mwingi ama nikudanganya namna gani, lakini hakuna kitu mbaya kama uwe na rafiki mnafiki. Hamna kitu kama mbaya kama hiyo. Yaani you have a hypocrite friend, ya kwamba wakati hata anaona kuna ajali mbele, hawezi akakwambia, anakwambia wewe waachane na wanadamu, waachane na watu. Ndugu yangu, mimi nisemayo ni haya, ya kwamba kama unataka kuwa Simon, waache wengine waende. Kama unataka kuwa tu kibao cha kuwazuia wengine wasiingie katika uzima, waache wengine waende. Ni kwa sababu ni heri kemeo la rafiki ama la rafiki ambaye anakuambia ukweli kuliko upendo wa mnafiki ambaye anajifanya kana kwamba anakupenda. Lakini haya ndugu zangu, tunasema ya kwamba si kana kwamba tuweze kuwaingilia ninyi, lakini tusemezane. Maana nasikia Suleiman anasema katika methali, chuma hunoa chuma, ndivyo ambavyo mtu anavyomnoa jirani yake. Je, wakati ambapo mwanadamu anapomwamini Yeshua ya kwamba atakuwa bado na mambo ya zamani? Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wake ndio wa 17, 5:17, Wakorintho wa pili. Wale ambao waliomwamini Yeshua, wale ambao waliomwamini Mwokozi hawatatembea tena kama wakati wa zamani. Maana wakati walipokuwa watu wa dunia ama watu wa mataifa, walitembea kana kwamba hawakumjua Yeshua. Lakini mtume anasema hivi ya kwamba yeye aliye ndani ya Yeshua ni kiumbe kipya. Soma andiko msomaji tusikie. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17 inasema. Inasemaje? Hata imekuwa, maandiko yanasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Masihi. Kwa hivyo wewe ndugu yangu, ikiwa umemwamini Mwokozi ama umemwamini Yeshua, ya kwamba umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba ya kale yamepita, tazama, ndio tazama, yanasema yamekuwa mapya. Kwa hivyo ndugu yangu, ukiwa ya kwamba uko ndani ya Masihi, mambo ya zamani, mambo ya kale, mambo ambayo hayana faida, inakupasa kuachana nayo. Kuna mtu anasema ya kwamba hamna mtu mtakatifu hata moja. Nisaidie Wafilipi 1 mstari wake ni wa 2. Anasema kuna mtu ambaye hakuna mtakatifu kwa dunia hii. Mimi nasema ni kweli wakati unapopima na macho ya kibinadamu, lakini unapopima na macho ya Elohimu ama ya Roho Mtakatifu, kuna wale ambao mnao watakatifu. Nisaidie hiyo haya moja. Hiyo kitabu cha Wafilipi inasema namna gani? Paulo na Timotheo watumwa wa Masihi Yeshua. Anasema ya kwamba Shauli na Timotheo watumishi wa Yeshua Masihi, kwa watakatifu wote katika Masihi Yeshua. Anasema kwa watakatifu wote katika Masihi Yeshua. Kwa hivyo kuna watakatifu wote ambao walio ndani ya Yeshua. Kwa hivyo wanaitwa watakatifu katika Yeshua. Unaweza kuwa mtakatifu lakini si nje ya Masihi, ni ndani ya Yeshua Mesaya. Mimi nikimalizia nisemayo haya ndugu yangu, kuna mtu ambaye anasema ya kwamba hauwezi kufanya jambo lolote kama mwanadamu wa asili, hauwezi. Lakini mimi nawahubirieni Masihi ambaye anaweza mambo yote. There is nothing that is impossible to Yeshua. Wafilipi 4 mstari wake ni wa 13. Yaani unaweza mambo yote ndani ya Yeshua. Yaani unaweza zaidi hata kuliko ndugu yako, maadamu unabaki ndani ya Yeshua. Mambo ya kipagani, mambo ambayo sio ya Yawe, mambo ambayo sio ya dini, unayaachana nayo kaabada. Hebu soma andiko hiyo, tunasema namna gani? Kitabu cha Wafilipi 4:13. Kitabu cha Wafilipi 4:13. Mtume anasema namna gani? Na yaweza mambo yote. Hapa anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo mtume anasema ya kwamba anaweza mambo yote. Kwa hivyo ni lengo langu mimi na wewe ndugu yangu, it's my aim between me and you,
ya kwamba mtu awaye yote asikwambie ya kwamba hakuna mtakatifu hata mmoja. Maandiko yanasema ya kwamba wapo. Subira ya watakatifu wanazishika amri za Yawe na imani ya Yeshua. Na pia maandiko yanasema unayaweza kuyafanya mambo yote ndani ya Masihi Yeshua ambaye anayekutia nguvu. Mimi neno la mwisho ambalo ningependa mujiepushe nayo, maneno ambayo ningependa mujiepushe nayo ni maneno ya wanadamu, kama vile ambavyo Mtume Shauli anamwambia Timotheo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wake ni wa 7. Timotheo wa kwanza 4 mstari wake ni wa 7. Basi kuna yale Mtume alimwambia Timotheo, basi nataka hata sisi tuyasikilize. Inasema namna gani? Bali hadithi za kizee, anasema maana Krismasi yuko kwa maandiko ni hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae. Kwa hivyo mambo ambayo sio ya dini, maandiko yanasema ya kwamba tuzikatae. Kwa hivyo mambo ambayo yatokani na Muumba wetu, ya kwamba hayakutoka mbinguni, maandiko yanasema ya kwamba tuyakatae. Nawe ujizoeshe kupata utauwa. Naye anasema ya kwamba basi Timotheo mwanangu, ujizoeze kuwa na utauwa. Na yale akatuambia yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu, lakini mambo yote ya siri ya kwamba ni ya Mungu wetu, na yale mengine ili ya kwamba tuweze kufanya sheria ya Torati ya Yawe. Na pia hata kuruka mwaka wakati wa usiku, ndugu zangu, wakati wa kuruka mwaka inakuwa ni wakati wa jioni. Siku inaruka jioni, lakini si saa 6 ya usiku. Zaidi hiyo Yawe anasema ya kwamba ingawaje ndugu zangu mliyatenda maneno haya pasipo kujua, sasa anasema ya kwamba tubuni, ili ya kwamba mkabatizwe, ili ya kwamba mpate kunufaishwa wakati wa kuja kwake Masihi Yeshua. Anasema wakati wa wokovu ni sasa, maana mengineyo hatukuwa tunayajua. Sasa Yawe anasema ingawaje tuliyatenda pasipo kufahamu, pasipo kujua, anasema basi tutubu. Kwa hivyo mimi langu ni kusema kama vile Yeshua alisema ya kwamba tubuni, maana ufalme wa Yawe umekaribia. Kwa hivyo tubuni ndugu zangu, maana ufalme wa Yawe umekaribia. Na ukitaka pia kuuliza swali, unaweza ukakuja moja kwa moja au ukauliza katika mitandao yetu ya kijamii, The Messianic Show YouTube channel, pamoja na Injili ya Milele ya Yeshua Mesaya, na pia katika Facebook pages Yawe Sacred Assembly, na pale tunaposema katika The Messianic Show ama Victor Kiiru, na majibu yako yataweza kujibiwa kulingana na vile utakavyouliza, lakini lengo na madhumuni ni ya kwamba umwamini Yeshua aweze kuokoa maisha yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baba awabariki. Wacheni tushukuru. Baba yetu Yawe, Mungu wa mbingu na ardhi, katika jina la mwanao mara nyingine tunashukuru, tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi, mbele ya kiti chako cha rehema, tukisema ya kwamba unastahili kuabudiwa na kupewa sifa. Baba wa rehema, ingawaje wakati mwingine Israeli alione ya kwamba kana kwamba zile amri zako ni nzito na ngumu, yaani hakuna angeweza kuzitenda, lakini ukamwambia yale unayomtendea ama yale uliyomwagiza ya kwamba sio magumu, ya kwamba yanawezekana. Vile vile mtume akasema ya kwamba tunaweza mambo yote ikiwa ndani ya Yeshua yuko ndani yetu, ya kwamba yeye afanyie kazi ndani yetu, ya kwamba ataweza kuikamilisha, mwanzilishi wa imani yetu, ya kwamba atakuja kuikamilisha. Wasikilizaji, Mungu wa rehema, ya kwamba ukawafungua macho, ukafungua masikio yao, lile neno ambalo limeingia ndani mioyo yao, ya kwamba liweze kufanya kazi, waweze kufanya neno lako, kulifikiria usiku na mchana, ili ya kwamba tuweze kujua mapenzi yako ni yapi na kuzipinga hila za yule muovu. Ukatusaidia tukaweza kujua ujanja wa shetani ajao nao, na kuweza kujua manabii wa uongo, watu ambao wanaojia kwetu kwa njia ya kuvaa mavazi ya kondoo, lakini ulisema ya kwamba hali ndani yao ni mbwa mwitu. Ukasema ya kwamba tujihadhari nao. Baba wa rehema, kwa mapenzi yako na nguvu zako, pasipo wewe hatuwezi. Maana unasema ya kwamba kwako hamna jambo ambalo lisilowezekana, hata kuokoa wanadamu na kuacha mambo ya udunia, mambo ambayo yasiyo na faida, ya kwamba unaweza kuwaokolea katika njia hiyo. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, maana unasema ya kwamba katika Zaburi ni taa na pia ni mwanga wa njia yetu wakati tunapotembea katika giza, ya kwamba unatumulikia, ya kwamba tusiweze kujikwaa.
na ukatuambia kwamba Yashua ndiye mwanga wa ulimwengu, ya kwamba tuweze kumpokea na aweze kutuongoza katika maisha haya mpaka atufikishe Sayuni, nasi tuweze kulishukuru jina lako. Waweza kukemea yule mwovu shetani, wasikilizaji ukaweza kuokoa kila mmoja achukue hatua ya imani, ya kwamba yeyote ambaye anasikia kwamba yuna moyo wa kuchukua hatua ya imani, Baba wa rehema, lakini hana uwezo, ukasitikimia na pia ukaweza kumtia huo moyo. Unasemea kwamba mwisho wa zamani hizi utatumbia moyo mpya, na pia mioyo ya nyama tulisikie neno lako na kuweza kutii na kusikia kile ambacho tunachotuamuru. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huo na neema umetupatia kusema na watu ambao uliotupatia na makusudi walisikia neno lako, ili ya kwamba lipate kuokoa, maana unaweza kupitia mahali popote pale, ili ya kwamba wapate kuokolewa. Asante kwa ajili ya siku hii ya Sabato, raha ndani ya maisha yetu, sikukuu yako ya kwanza katika sikukuu zako ambazo ulizotupatia, ya kwamba tuwe na furaha, ya kwamba tuwe tumefurahishwa nawe. Wale ambao utakaotupa wageni watatoka nje, Baba wa rehema, ya kwamba tusione ya kwamba ni sisi, ya kwamba wewe uinuliwe, ingawaje sisi ni wafanyikazi tu tuliotumwa kufanya makusudi yako, ya kwamba sisi ni watumishi ambao hawana faida, lakini zaidi ya yote sana tukitazamia uzima wa milele. Tubarikiwe nawe, tuko pamoja nasi na hata na msikilizaji. Bariki kazi ya mikono yake, bariki familia yake, umpe amani, na pia ukamsaidia uso wako ukang'aa upande wake, na pia Baba wa rehema, wale wagonjwa ukawaponya mahali pa walipo popote pale, naye jinsi vibaya hospitali na manyumbani. Baba wa rehema, uko na nguvu katika jina la mwanao Yashua. Na wale walioachwa na wapendwa wao tunawaombea faraja upande wao, ya kwamba ukasimama pamoja nao katika jina la Mwokozi. Sisi ni neema umetupatia tukawa hai, tukawa buheri wa afya, tusaidie kukusifu na kulinua jina lako. Katika siku ya leo tupe furaha hata tutakapohitimisha kuwa pamoja nasi, katika jina la mwanao Yashua tunaomba na hata na kuamini. Asante, mbarikiwe na Yawe. Baba awatene mambo mema unapojitayarisha kwa ajili ya jina la Mwokozi wetu Yashua. Haleluya, haleluya. Haleluya.